Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Kisima cha Uzima TV. Msomaji wako ni Naomi Fumbuka. Arusha. Watu 6 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa katika ajali iliyohusisha basi la kampuni ya Kandahari na malori mawili eneo la Makuyuni, wilaya ya Monduli, mkoani Arusha. Kwa mujibu wa taarifa za awali, ajali hiyo imetokea wakati basi lenye namba ya T732 DRL likitokea Kilimanjaro kwenda Mpanda lilipogongana na lori lenye semtela yenye namba T727 EPW iliyokuwa ikitoka Kahama kuelekea Tanga, huku lori lingine likipinduka wakati dereva wake akijaribu kukwepa. Aidha, vikosi vya polisi, zimamoto na uokoaji kwa kushirikiana na wasamaria wema wametoa huduma za uokoaji kwa majeruhi na kuondoa miili ya waliofariki, wakati uchunguzi ukiendelea kubaini chanzo cha ajali na kuthibitisha idadi kamili ya walioathirika. Dar es Salaam. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amezindua boti 2 za doria PB Selfish 2 na PB Selfish 03 jijini Dar es Salaam kwa lengo la kuimarisha ulinzi na usalama katika bahari na maziwa makuu nchini. Boti hizo zina uwezo wa kufika mwendokasi wa knoki 50 sawa na takribani kilomita 92.6 kwa saa na zimejengwa nchini Japan kwa kuzingatia viwango vya kimataifa, huku zikitarajiwa kuongeza ufanisi wa doria, uchunguzi na mapambano dhidi ya vitendo vya uhalifu. Kwa upande wake, waziri wa nchi ofisi waziri mkuu, sera, bunge, taratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi ameongeza kuwa boti hizo zitaimarisha ulinzi na rasilimali za bahari na maslahi ya taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninayo furaha kukufahamisha kuwa hatua ya ununuzi wa boti 2 za doria aina ya BP Selfish namba 2 na BP Selfish namba 3 umekamilika kwa mafanikio makubwa. Baada ya kukamilika. Bariadi. Mwenge wa Uhuru umezindua mradi wa miundombinu ya nishati safi ya kupikia katika shule ya sekondari Nkororo, halmashauri ya wilaya ya Bariadi vijijini mkoani Simiyu, kwa lengo la kuondoa matumizi ya kuni na mkaa katika taasisi zinazohudumia zaidi ya watu 100 kwa siku. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, Wazo Mangonda, ameipongeza wakala wa nishati vijijini REA kwa kutekeleza mkakati wa serikali na kuhamasisha watu kutumia matumizi ya nishati safi, huku akieleza kuwa mradi huo utanufaisha wanafunzi 606 wa shule hiyo. Kwa upande wake, mhandisi wa mradi ya nishati kutoka REA David Malima amesema wakala huo umewekeza shilingi ya milioni 15 kwa ununuzi wa majiko mawili makubwa ya gesi pamoja na kufunga tanki la RPG lenye uwezo wa tanki moja ili kuboresha mazingira ya upishi shuleni. Dodoma. Kiasi cha mazao yaliyouzwa kupitia mfumo wa stakabadhi za ghala imeongezeka kwa asilimia 43.6 mwaka wa fedha 2025-2026, ikiwa ni ishara ya kuimarika kwa matumizi ya mfumo huo miongoni mwa wakulima na wadau wa sekta ya kilimo. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, mkurugenzi mtendaji wa bodi ya usimamizi wa mfumo wa stakabadhi hiyo, Asangie Bangu, amesema mafanikio hayo yamepatikana katika utekelezaji na majukumu ya bodi kwa mwaka huo wa fedha, huku akieleza mwelekeo wa shughuli mbalimbali za mwaka wa fedha 2026-2027. Bangu amesema jumla ya kilo bilioni 1.122 za mazao yameuzwa kupitia mfuko huo ikilinganishwa na kilo milioni 781.6 mwaka uliopita, na kueleza kuwa ongezeko hilo linaonyesha kuendelea kuimarika kwa imani ya wakulima na wadau wa kilimo katika kutumia mfumo rasmi wa biashara ya mazao. Accra. Serikali ya Ghana imeainisha pendekezo la kuongeza muda wa muhula wa rais kutoka miaka 4 hadi 5 pamoja na kushusha umri wa kugombea nafasi hiyo kutoka miaka 40 hadi miaka 35, ikiwa ni sehemu ya maboresho ya mfumo wa uongozi nchini. Kwa mujibu wa serikali, hatua hiyo inalenga kuongeza ushiriki wa vijana katika uongozi wa ngazi ya juu na kuimarisha demokrasia nchini, huku ikifuatia na pendekezo la awali la kamati iliyopendekeza umri ushushwe hadi miaka 30. Mapendekezo hayo yanatarajiwa kupitia taratibu zote za kisheria na kikatiba kabla ya kuwasilishwa kwa hatua zinazofuata na kuanza kutumika rasmi. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Kisima cha Uzima TV. Usiache kufuatilia vipindi vinavyofuata.